Katika kizazi chenye kelele nyingi, sauti ya maono haipotei. Hapa tunaenzi, tunaadhimisha, tunasherehekea. Tunapiga makofi kwa ajili ya wenye maono husheherekewa. Mtazamaji wetu wa Sonship Spirit TV, bado tupo na mkurugenzi wa jumba la malisho, na hapa nina maswali kadhaa bado ambayo ninaendelea kumuuliza, yale maswali ambayo ninajua hata nyinyi mnatamani kuyafahamu sana na muweze kuendelea katika kazi ya Bwana ambayo ameweka ndani yenu. Mkurugenzi, ninarudi kwako. Umezungumza sana habari za Baba, Mungu ni Baba, Mungu ni Baba, Mungu ni Baba, Mungu ni Baba. Nilikuwa natamani kufahamu nini faida za Mungu kuwa Baba kwako, au mwana wa Mungu mahali popote alipo, akiwemo na mtazamaji wetu wa Sonship Spirit TV, anaposikia kwamba Mungu ni Baba, anapata faida gani, au ni faida gani ambazo unazipata kwa Mungu kuwa Baba kwako? Faida ni nyingi, nitaelezea chache. Ndio. Moja hapo, kwanza faida ya Mungu kuwa ni Baba, umenifunulia asili kwamba mimi ni mwana. Mungu ni baba yangu, mimi ni mwana. Asili alionayo Mungu ndio nilionayo mimi. Lakini kingine, Mungu kuwa baba kwangu imenifunulia karama, vipawa nilivyonazo, lakini zile baraka za Mungu, baraka za rohoni na baraka za mwilini. Okay. Okay, asante sana. Kwa hiyo unapofahamu kwamba Mungu ni Baba kwako, moja, unafahamu asili yako ya uwana na ukuhani wa kifalme. Mungu ni baba yako na wewe ni mwana wa Mungu. Lakini pia unaanza kupokea na kuanza kufunuliwa vitu vyote, utajiri wote wa thamani ambao Mungu amewekeza ndani yako kupitia Kristo Yesu, ambao kupitia huo utajiri Mungu anataka umfunue yeye na ufalme wake duniani kote. Mkurugenzi anaendelea kutuambia moja hapo ni karama tofauti za Roho Mtakatifu ambazo Mungu amewekeza ndani yake. Kwa mkurugenzi, baada ya kufahamu hivyo kwenye taasisi yako ya jumba la malisho, je, kuna wana wa Mungu ambao mmeshirikiana nao, mmefanya nao kazi, mmeweza kuvumbua na kuweza kukuza karama na vipawa ambavyo Mungu amewekeza ndani yao, kama ambapo unasema baada ya kuwafunulia kwamba Mungu ni Baba, moja ya faida yake ni kufahamu vipawa walivyonavyo. Je, nyinyi kama taasisi ya jumba la malisho mna evidence au mna wana wa Mungu ambao mmeshirikiana nao pengine au mmewasimamia na katika vipawa ambao Mungu amewapatia na wameweza kusimama? Ndio, wapo. Jumba la malisho tulishirikiana pamoja na huduma ya wana, kama tulivyosema kwamba mojawapo ya faida ya kumjua Mungu kuwa ni Baba, tunafunuliwa vipawa ambao ni utajiri ambao Mungu amewekeza ndani yetu. Na unafanyikaje? Pale ambapo tulipata nafasi ya kukutana na wana ndani ya hii huduma, mojawapo alikuwa na Peter Karen ambaye aliandika kitabu kinaitwa Utambulisho Wetu, Utalii Wetu. Na mtoto huyo ana miaka 12 tu. Hivyo unaweza ukaona kabisa kwamba namna ambavyo Mungu anafanya kazi na watu wake ni tofauti yani. Unaweza kuona umri ni mdogo lakini tayari ameshakuwa na kitabu chake. Kitu ambacho hata sisi kipindi tunakuwa kifanya, lakini Mungu amebadilisha, ama Mungu anawekeza mahala kokote kule ambako yeye anapa. Asante sana mkurugenzi. Katika umri wa miaka 12 Yesu aliumiza vichwa vya walimu kule kwenye masinagogi. Aliwaumiza kweli vichwa. Na wakati wengi walikuwa wakiangalia umri wake, Mungu alikuwa anatazama nini ambacho ameweka ndani yako. Mwanao uliye naye awe ana mwaka mmoja, awe ana miaka 5, awe ana miaka 6 au miaka 10 au 12, ana uwezo wa kufanya tofauti na kuleta suluhisho katika taifa, kuanzia kwenye familia, kwenye jamii na taifa zima kwa ujumla. Cha muhimu, fahamu nini ambacho Mungu amewekeza ndani yake. Simamia hiko ambacho Mungu ameweka ndani yake
kiendeleze, naye atakuwa faida kwa taifa, mwili wa Kristo na ufalme wa Mungu utaendelea kuenea duniani kote kwa kasi kubwa zaidi. Mwanao anaweza kufanya tofauti hapo hapo alipo. Asante sana mkurugenzi kwa ajili ya darasa hili lote ambalo umetupatia siku ya leo. Lakini mkurugenzi, nikikutazama namna ambavyo unawaka, namna ambavyo unapendeza, sioni pete mkononi. Unamaanisha nini mkurugenzi? Jimbo liko wazi. Moja ya kauli ambayo imezidi kuniimarisha, kunitia moyo ni kauli moja ya mtumishi wa Mungu Robert Maridadi. Huwa anasema kwamba be a champion at your own age, not their age. Kwa hiyo ni moja ya kauli yangu ambayo, kauli pendwa nisema, ambayo ninatembea nayo siku zote. Naamini haitaishia tu katika umri huu, mpaka uzeeni nitakuwa nayo. Asante sana mkurugenzi. Mkurugenzi amekimbia swali langu, lakini cha msingi anachosisitiza ni kwamba jumba la malisho ni mahali ambako wanasisitiza sana kwamba unaweza kuwa mshindi na kuleta mabadiliko mahali ulipo. Hapo ulipo unaweza kuleta mabadiliko kwa jamii, kwa taifa jumla na dunia nzima ikaona kwamba kweli wewe ni mshindi na unatembea katika ushindi. Mwisho kabisa mkurugenzi, nipende kukukaribisha. Una wito gani kwa wana wa Mungu, watazamaji na wadau tofauti ambao wanatazama Sonship Spirit TV juu ya jukwaa hili la taasisi ya Jumba la Malisho? Tunawakaribisha sana wadau mbalimbali, wazazi na watu kutoka mataifa mbalimbali duniani kote kushiriki pamoja nasi katika jukwaa hili la Jumba la Malisho, kwa zawadi, kwa vitu mbalimbali. Lakini pia tunamkaribisha mtu yote yule ambaye atakuwa tayari katika kufanya kazi pamoja na sisi ili tuendelee kukuza na kusimamia pamoja na uendelezaji wa vipawa kwa watoto wetu. Maana tunaamini maendeleo ya kesho yanategemea mabadiliko ya leo. Asante sana. Maendeleo ya kesho yanategemea mabadiliko ya leo. Kabisa. Sonship Spirit TV tupo hewani na hiki kipindi kilikuwa ni kwenye maono usherehekewa. Nipende kukukumbusha mwana wa Mungu na mtazamaji wa Sonship Spirit TV, PTM House of Printing and Publishing inaendelea kukupa ofa ya kuendelea kusoma na kujiimarisha katika ufahamu. Vitabu mbalimbali vinapatikana. Utakutana na kitabu cha Ofisi na Karama ya Unabii juu ya nchi, katikati ya mwili wa Kristo juu ya nchi, ambacho kimeandikwa na ofisi ya wachungaji kutoka katika taifa la Pete ya Muhuri. Lakini pia kitabu cha My Father's Blessing kinapatikana PTM House of Printing and Publishing. Lakini pia kitabu cha My New Home, The House of Grace pia kinapatikana PTM House of Printing and Publishing. Kitabu pia cha Maombi ndani ya Ufahamu wa Mungu Kaolala cha mtume wa Kristo Robert Maridadi, na chenyewe kinaendelea kupatikana katika PTM House of Printing katika majukwaa mbalimbali ikiwemo Amazon, lakini pia katika bookshop tofauti ikiwemo Wisdom Bookshop ambayo inapatikana pale Posta. Karibu sana mwana wa Mungu na mtazamaji wa Sonship Spirit TV. Nenda kajipatie maarifa kama ambavyo umeyapata maarifa haya leo hii ya ufahamu wa Mungu kutoka katika kipindi hiki cha Wenye Maono Usherehekewa. Wenye Maono Usherehekewa, na leo tulikuwa tukimsherehekea mwana wa Mungu na mkurugenzi na taasisi yake ya Jumba la Malisho. Asanteni sana. Kwaheri.